Kwa hivyo kuna mzimu wa eneo, lakini pia kuna mzimu wa taifa ama nchi. Hii ni ile mizimu ambao itaibuka ama itatokea wakati ule kuna issue ambayo inahusu taifa mzima. Kwa mfano, kuna ile mizimu ambao utaona iko active wakati wa election, ukifika wakati wa election Kenya. Maana wanataka kuingiza mtu wao na wanaona kuna mtu mwingine hapa ambaye huyu mtu sio wa kwao. Atoki kwa mizimu. Kwa hivyo kuna kuwa na vita. Ndio sababu nasema kuna mzimu wa taifa. Ndio maana utaona kwamba wakati mwingine kukiwa wakati wa election unakuwa na umwagikaji wa damu. Kuna mizimu inakuanga inatafuta nafasi ili kapate kumiliki. Sasa nataka nianze kufundisha kuhusiana na mzimu wa mtu. Nataka nifundishe kuhusiana na mzimu wa mtu. Tunapoongelea kuhusiana na mzimu wa mtu, ninaongelea kuhusiana na roho ya kishetani ambayo inashughulika na mtu binafsi, ama roho ya mzimu ambayo inashughulika na mtu binafsi. Huu ni mzimu ambao labda umeenda kutafuta kazi kama kijana Nairobi ama Marekani, lakini ukaona hujafanikiwa. Unarudi kwa wazee, unawaambia wazee, kuna kitu hakiendi kwangu. Nakwambia ni vile huku tuhusisha wakati ulipokuwa unaenda kutafuta kazi, tungekupea suluhisho. Kwa hivyo sasa ukienda kwao wanakupea maelekezo, wanakuambia kwamba unafaa uende utoe sadaka ya namna fulani. Mara zingine mizimu huwa inaitishanga sadaka ambazo they are very funny, kwa sababu mizimu nimesema ni maroho ambazo zinakujanga katika sura na muonekano wa watu waliokufa. Kwa hivyo mizimu ni maroho ambao ziliishi zamani, na ndio sababu utaona kwamba ukienda kwa wazee ambao wanasimamia ile mizimu, unaweza ukashangaa mzimu ukakwambia ende ulete ile shilingi ya zamani, ile 50 cent ya zamani. Kwa sababu kwenye wakati wa huyu mtu ambaye alikuwa anasimamia mzimu ama aliyeanzisha mzimu kwenu, kulikuwa kunatumika 50 cent, kulikuwa kunatumika hizo pesa za zamani. Kwa hivyo anakuambia ende utafute hiyo pesa. Sasa kijana wa siku hizi ambaye amezaliwa leo amepata kwamba pesa ya kwanza ni shilingi 5. Kwanza shilingi yenyewe wengine hawajaiona, maana shilingi imeanza kutoka kwenye value. Naambiwa aende atafute 50 cent. Atauliza hii 50 cent ni gani kweli? Lazima agungu kwenye simu ndio ajue kumbe kulikuanga na 50 cent. Mizimu inakuanga na tabia ya kuitisha sadaka ambazo they are very funny. Sadaka za vitu ambazo zilikuwa zamani. Sasa kukuambia kwamba ende ulete kuku ambaye yule kuku hajawahi kupandwa na mwera. Yaani kuku ambaye ni wa black kabisa. Anakuambia vitu ambazo they are very funny. Lakini ukimpelekea zile vitu unashangaa kwamba anaridhia mambo yako na mambo yako yanaanza kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyezaliwa kwenye familia ya mizimu anakuanga mara nyingi yule mtu atakuwa na mzimu wake ambao unamsaidia. Ni kama vile mtu ambaye amezaliwa kwenye familia ya Kikristo, kuna yule malaika ambaye atamlinda, ambaye nilieleza ni malaika wa mtu, malaika ambaye anafanana na mtu kabisa. Nielewa, lakini ilikusomea kwenye topic ya malaika, sitaki kurudia, lakini kwa sababu ya ako kwa kipengele kidogo lazima nifundishe kidogo. Kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 18 na mstari wa 10. Maandiko yasema hivi. Maandiko yasema, tena jihadharini msije mkawadharu mojawapo wa wadogo hawa, kwa maana malaika zao utazama uso wa Baba kila siku. Huyu ni Yesu baada ya kuwa watoto wadogo wamekuja kwake. Akasema walipokuja hao watoto wadogo, akina Petro akaanza kuwafukuza. Unajua Petro ndiye walikuwa wanamlinda Yesu. Ndio walikuwa wanazunguka ili kuhakikisha kwamba Yesu hajafikiwa na mtu yule ambaye hajaridhia afikiwe naye. Ndio maana mkituambia leo hii tusikuwe na bodyguard, mnafanya kazi bure. Kuna vitu zingine zinahitaji at least ukuwe na mtu ambaye atasuluhisha, usije ukaingia kwenye mambo yote.
Kwa hivyo watoto wadogo walipokuwa wanamkimbilia Yesu, akina Petro akaanza kuwazuia. Yesu akasema hivi, jihadharini msije mkawadharau mmojawapo wa wadogo hawa. Anaongelea kuhusiana na watoto, anasema kwamba kwa maana malaika zao. Kumbe hao watoto kila mmoja alikuwa na malaika wake, ambaye ndiye yule malaika nilimfundisha, ambaye ni malaika wa mtu, ambaye ni malaika wa mlinzi wa mtu. Kwenye kila familia ambao ni ya Kikristo, mtoto akizaliwa kwenye familia ya Kikristo, Mungu huwa anaachia malaika mlinzi wa kumlinda yule mtoto kutoka akiwa mdogo. Lakini kwenye familia ambao huyu mtoto amezaliwa kwenye familia ya mizimu, mzimu wa ile familia huo unaachianga roho ya mzimu. Maana kwa kadri ya vile watoto wanaendelea kuzaliwa kwenye familia, ndio hivyo hivyo mizimu inaendeleanga kumultiply kwenye familia ya mizimu. Kwa hivyo mtoto atapewa mzimu wake ambao ni mzimu wa mtu ambao ninaoelezea hapa sasa. Ule mzimu utahakikisha kwamba huyu mtoto watamzuia kwa vitu zile ambazo hazifai. Kama ni kwenda kanisani ambao ni ya kiroho, atazuiliwa kabisa na atatolewa huo moyo wa kwenda kanisani ambao ni kanisa ya kiroho. Huu mzimu utahakikisha kwamba umemwekea ulinzi huu mtoto, kiasi kwamba huyu mtoto asije akadhuriwa na nguvu zingine za giza, ama akaingiliwa kwa vyovyote vile ambavyo sio namna ya ukweli, sio namna ambayo mizimu inataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtu ambaye amezaliwa kwenye familia ya mizimu anakuanga na mzimu wake. Lakini pia mtu ambaye amezaliwa kwenye familia ya Kikristo anakuanga na malaika wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nadhani hapo naeleweka vizuri sana. Ndio maana kuna watu wanaamini, ndio maana utashangaa kwamba kuna watu ambao wanaamini kwamba babu yao anawatembeleanga, ama baba yao, ama mtu ambaye alikufa. Unashangaa kwamba huyu mtu anakuambia kwamba babu yangu ama baba yangu alimtembelea ambaye alikufa. Ukiona vitu kama hizo zinatokea kwenye familia, ujue kwamba number one, kwenye familia yako kuna mzimu. Kwenye familia yako kuna madhabahu ya mzimu, na tayari umeunganishwa na maroho za mizimu ili kuhakikisha kwamba wanakulinda, kwa sababu umetokea kwenye familia ya mizimu. Lakini pia jambo lingine, ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12 na mstari wa 13 mpaka 14, hii ni story ya Petro. Maandiko yasema Petro alipowekwa gerezani ama alipotiwa gerezani. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wa kwanza pale kushuka, maandiko yasema ya kwamba Herode akamkamata Yakobo akamuua, na alipoona Wayahudi kwamba wamefurahishwa na jambo lile, akamkamata Petro ili ammalizie ama amuue siku ya sikukuu ambayo ilikuwa inafuatia. Lakini usiku wa manane malaika wa Bwana akakuja akamtokea Petro akamtoa gerezani. Alipomshika yule malaika, alipomshika Petro akamtoa gerezani, maandiko yasema kwamba akamwachia katika barabara ambao Petro alikuwa anajielewa, na malaika akatoweka. Petro alienda kwenye chumba ambacho kulikuwa na watu walikuwa wanamuombea Petro ili atoke gerezani. Akabisha kwenye mlango. Maandiko yasema akabisha kwenye kilango cha lango. Ina maana kale ka gate kadogo ambako kamewekwa kwenye gate kubwa. Alipobisha, kuna kijakazi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Roda alikuja kumfungulia, lakini aliposikia kweli huyu ni Petro, maandiko yasema kwamba alikimbia kwa wale ambao walikuwa wanaomba pamoja, akawaambia nimemsikia Petro anabisha kwenye mlango. Maandiko yasema wale watu wakamwambia, wewe uko na wazimu. Wakamwambia wewe uko na wazimu. Kwa lugha rahisi walikuwa wanamwambia kwamba wewe Roda, unachokiona sio Petro, lakini ni mzimu wa Petro.